Rais wa Ecuador Daniel Noboa alikumbwa na shambulizi la kutisha wakati msafara wake ulipokuwa ukielekea kwenye tukio rasmi. Gari la rais lililengwa na kundi la watu waliokuwa wakitupa mawe huku wakiwa wamejikusanya kando ya barabara. Matukio haya ya vurugu yalijiri katika mji mkuu wa Quito wakati ambapo maandamano ya kitaifa yalikuwa yakiendelea nchini humo. Serikali ya Ecuador ilidai kuwa gari la rais Noboa limeonyesha dalili za uharibifu wa risasi, ikionyesha kuwa shambulizi hilo lilikuwa na nia ya kumdhuru rais. Waziri wa nishati Ines Maria Manzano alithibitisha kuwa shambulio hili lilikuwa ni jaribio la kumuua rais, akieleza kuwa hali hiyo ni dalili ya kuzidi kwa machafuko na vurugu zinazoshuhudiwa nchini humo. Hali ya kisiasa nchini Ecuador imekuwa tete kwa muda mrefu, na maandamano hayo yanatokana na mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa yanayoendelea nchini. Wananchi wamekuwa wakitokea mitaani wakipinga hali ngumu ya kiuchumi, kupanda kwa bei za bidhaa muhimu na umaskini unaoshuhudiwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Hali hii inachochea malalamiko kutoka kwa raia wa Ecuador, huku wakiwa na hasira dhidi ya serikali ya Rais Noboa ambaye alichukua madaraka mwezi Agosti mwaka huu. Rais Noboa ameonekana kama mtu ambaye anahitajika kushughulikia masuala makubwa ya kiuchumi, lakini pia amekumbwa na changamoto kubwa za kisiasa ambazo zimejumuisha maandamano makubwa ya wanaotaka mabadiliko. Shambulizi hili linakuja wakati wa machafuko makubwa zaidi, ambapo viongozi wa serikali wamekuwa wakikosoa vitendo vya vurugu kutoka kwa waandamanaji, ingawa serikali inadai kwa rais alinusurika katika shambulio hili. Tukio hili linaonyesha udhaifu wa usalama wa viongozi wa nchi na hali ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa nchini Ecuador. Kwa sasa uchunguzi umeanzishwa kubaini wahusika wa shambulizi hili na ikiwa kuna makundi yoyote ya kisiasa yanayohusika katika kuzua vurugu hizi. Hata hivyo, machafuko haya yanaonyesha kuwa hali ya kisiasa nchini Ecuador inazidi kuwa ngumu, na ni wazi kuwa serikali ya Rais Noboa inakutana na changamoto kubwa ya kurejesha amani na utulivu katika nchi hiyo. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 unayefikiria mbali? Je, azma yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa, kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa za kazi zisizo na mipaka? Usitafute mbali. EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora duniani kote, kuanzia Ulaya na Asia hadi Amerika na kwingineko. Iwe umepokea matokeo yako ya kidato cha 6 punde au diploma, tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua: kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako zibaki ndoto. Tembelea EuroAsia Universities Limited leo. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi karibu na Mlimani City. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0765 767556. EuroAsia Universities Limited, empowering global citizens.